mashirika ya umma. Napenda kutambua juhudi za serikali kupitia mashirika ya umma ya kibiashara 31 ambayo yalifanikiwa kupata faida katika mwaka wa fedha wa 2023-2024. Miongoni mwa mashirika hayo ni Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC ambalo lipata faida ya shilingi bilioni 248.75, Shirika la Nyumba la Taifa NHC shilingi bilioni 242.9 na Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania TPA shilingi bilioni 140.48. Mheshimiwa Rais, lakini katika kipindi hicho cha mwaka wa fedha 2023-2024 mashirika kadhaa yaliendelea kupata hasara, jambo linaloashiria uwepo wa changamoto za kiutendaji na kiuongozi. Hali hii inahitaji ufuatiliaji wa karibu na kuchukuliwa hatua za haraka za kiusimamizi ili kuhakikisha mashirika hayo yanafikia viwango vya tija na ufanisi vinavyotarajiwa. Shirika la Reli Tanzania lilipata hasara ya shilingi bilioni 224 ikilinganisha shilingi bilioni 102 mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kupungua kwa mapato ya usafirishaji kutokana na uhaba wa vichwa vya treni na mabehewa, pamoja na mvua kubwa iliyosababisha kufungwa kwa njia kwa miezi minne. Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 29.01 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Kama ruzuku hizi zingetolewa, shirika lingepata hasara ya jumla ya shilingi bilioni 253. Ni muhimu kuzingatia kuwa taarifa hii inahusu kipindi kilichoishia tarehe 30 Juni 2024 kabla ya kuanza kutumika kwa treni ya standard gauge kwa maana SGR. Kwa mapato ya SGR hapa hayapo. Mheshimiwa Rais, napendekeza Shirika la Reli Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi wa utendaji kazi wake ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua za madhubuti za kupunguza gharama. Liandae mpango wa kina wa kupata injini za treni na mabehewa ili kukidhi mahitaji ya usafirishaji ipasavyo. Mheshimiwa Rais, Shirika la Ndege Tanzania Kampuni ya Ndege Tanzania. Mheshimiwa Rais, Kampuni ya Ndege Tanzania ilipata hasara ya shilingi bilioni 91.8 ikiwa ni ongezeko la asilimia 62 kutoka shilingi bilioni 56.6 mwaka uliopita. Hasara hii ilitokana na gharama kubwa za matengenezo ya ndege na hitilafu za injini ambapo ndege za aina Airbus zilikaa muda mrefu bila kufanya kazi zikisubiria injini. Pia shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 99.8 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Mheshimiwa Rais, kama ruzuku hii isingetolewa, hasara halisi ya shirika la kampuni ya ndege ingefikia shilingi bilioni 191.6. Napendekeza Kampuni ya Ndege Tanzania ishirikiane na serikali kufanya utafiti kuhusu njia nzuri zaidi za uendeshaji wa ndege kwa kuzingatia masuala ya kifedha na kiuchumi ili kuongeza ufanisi wa uendeshaji. Mheshimiwa Rais, Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL ilipata hasara ya shilingi bilioni 27.78 mwaka wa fedha 2023-2024. Ongezeko hili ni kutoka shilingi bilioni 4.32 ya hasara kwa mwaka uliopita. Hasara hii ya mwaka huu inachangiwa na ongezeko la gharama baada ya kuhamishiwa mkongo wa taifa na kituo cha taifa cha data. Licha ya kukusanya mapato takriban kiasi cha shilingi bilioni 24 kutoka mkongo, fedha hizo hazikuhasibiwa kama mapato ya TTCL. Badala yake ziliingia kwenye mfuko mkuu wa serikali ili kulipia deni la mkongo. Kutokana na kutopata mapato hayo, shirika limeendelea kupata hasara kubwa na kukosa fedha kwa ajili ya uwekezaji. Kama mapato ya mkongo yangebakia TTCL, shirika lingeweza kupunguza hasara kwa takribani asilimia 86 au hata kupata faida kidogo. Mheshimiwa Rais, napendekeza deni la mkongo wa taifa lilipwe na hazina kama ilivyo kwa madeni mengine ya taifa, na mapato yanayopatikana kupitia mkongo huo yaachwe yakusanywa na TTCL ili kuwezesha shirika kujiendesha kwa ufanisi. Shirika la Posta TPC. Shirika lipata hasara ya shilingi bilioni 23.63 ikilinganisha na shilingi bilioni 1.34 mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kushuka kwa mapato kwa asilimia 20 na kuongezeka kwa gharama kwa asilimia 46. Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 3.36 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Bila ruzuku hiyo, hasara ya shirika ingefikia shilingi bilioni 26.96. Pendekeza Shirika la Posta la Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi kwa utendaji ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua madhubuti za kupunguza gharama.
Aidha, Mheshimiwa Rais, serikali ipitie upya mfumo wa utoaji wa ruzuku kwa mashirika ya umma ili kuhakikisha unazingatia tija na matokeo badala ya kuendelea utegemezi wa fedha usio na mabadiliko kiutendaji. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania. Kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania, ambayo ni kampuni tanzu ya TANESCO, ilianzishwa kwa lengo la kuzalisha nguzo za zege za umeme, nguzo za zege na kufanya upimaji wa ubora wa bidhaa hizo hapa nchini. Hata hivyo, hadi sasa kampuni hiyo haijatekeleza jukumu hilo la msingi ipasavyo. Hadi kufikia mwaka wa fedha 2023/2024, kampuni ilipokea shilingi bilioni 6 kutoka TANESCO, ambapo shilingi bilioni 4 zilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda na maabara ya kupima ubora wa nguzo na shilingi bilioni 2 kwa ajili ya gharama za uendeshaji. Licha ya mpango hiyo, fedha nyingi zilitumika kulipa gharama za kawaida na kulipa wazabuni wa nje wanaotengeneza nguzo badala ya kampuni yenyewe kufanya kazi hiyo. Kwa zaidi ya miaka 10 tangu kuanzishwa kwake, kampuni bado haijaanzisha uzalishaji wa nguzo wala kuwa na maabara yake ya ndani, jambo linalofanya endelee kuwa tegemezi kwa huduma kutoka nje. Kwa sasa kampuni hiyo haitekelezi jukumu lake la msingi kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa kampuni hii imeshindwa kutekeleza majukumu yake tangia imeanzishwa, napendekeza kampuni hii ivunjwe na shughuli za uhakiki wa ubora ziwe zinafanywa na idara ndani ya TANESCO. Mheshimiwa Rais, uwekezaji usio na tija kwenye kampuni ya East Africa Cables Tanzania Limited. Mnamo mwaka 2005, TANESCO iliweka shilingi milioni 31.8 kwenye kampuni ya East Africa Cables Tanzania Limited, ikimiliki 10% ya hisa. Kwa zaidi ya miaka 17, hakuna gawio lililopatikana na kampuni imekuwa ikipata hasara mfululizo, kwa maana kampuni ya East Africa Cables imekuwa ikideclare loss miaka yote hiyo. Lakini mwaka 2017, TANESCO ililipa kampuni hiyo shilingi bilioni 6.74 kama malipo ya awali ya vifaa, lakini hadi Novemba 2024, miaka 7 baadaye, hakuna kifaa kilichowasilishwa, huku mkataba wa dhamana ya benki vikiwa vimeisha muda wake. Hali hii inaleta hatari ya kupoteza fedha hizo kwa maana shilingi bilioni 6.74. Mheshimiwa Rais, TANESCO inashauriwa kufanya tathmini ya uwekezaji huu na ichukue hatua za haraka kudai malipo ya awali ya shilingi bilioni 6.74. Mheshimiwa Rais, madeni ya TANESCO kwa IPTL na urejeshwaji wa fedha za Tegeta Escrow. TANESCO inadaiwa shilingi bilioni 238.71 na kampuni ya IPTL, ikijumuisha deni halisi la shilingi bilioni 111.48 na riba ya shilingi bilioni 127.22, pamoja na mgogoro kuhusu kutohuishwa kwa leseni ya IPTL kati ya mwaka 2017 hadi 2022. Kampuni hiyo imewasilisha madai mengine mengi ya fidia, gharama za uzalishaji na ada za kisheria, huku TANESCO ikidai kuwa mgogoro huo ulishatatuliwa kupitia kesi namba 200 ya mwaka 2015. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa Rais, hadi Juni 2024, IPTL ilikuwa haijarejesha dola za Marekani milioni 148 sana shilingi bilioni 389.83 zinazodaiwa na serikali tangu Februari 2022, zilizotokana na makubaliano kuhusu fedha za Tegeta Escrow. Inapendekeza kuwa serikali ifanye tathmini kamili ya madai yote ya madeni yanayohusiana na kampuni ya IPTL ili kubaini uhalali wake, usahihi wake na utekelezaji wa makubaliano ya kisheria. Vile vile, serikali inapaswa kutekeleza wajibu wa urejeshaji wa fedha inazodai kampuni ya IPTL kiasi cha dola za Marekani milioni 148 kwa kuzingatia mkataba wa makubaliano wa mwaka wa 2021 kuhusu fedha za Tegeta Escrow. Mheshimiwa Rais, matumizi yasiyo na tija bilioni 371.42. Mashirika 12 kati ya 217 yaliyokaguliwa yalibainika kutumia rasilimali fedha kwa matumizi yasiyoleta thamani kwa taasisi. Matumizi haya yalitokana na riba na faini za ucheleweshaji wa kulipa kodi, michango ya pensheni na makato ya kisheria, ucheleweshaji wa malipo kwa wazabuni na wakandarasi na malipo ya mashirika kwa watumishi walisimamishwa kazi kwa muda mrefu bila kibali cha Katibu Mkuu Utumishi.
malipo yasiyo halali shilingi bilioni 6.75. Mheshimiwa Rais, mashirika 10 yalifanya malipo kinyume na taratibu, ikiwa ni pamoja na malipo kwa watumishi waliostaafu na kuondoka kazini, posho na mishahara kwa watumishi waliokaimu bila kibali na malipo kwa kandarasi zaidi ya kazi halisi iliyofanyika. Mheshimiwa Rais, hivyo napendekeza kwa serikali iongeze udhibiti wa fedha na malipo ili kuhakikisha malipo yanalingana na thamani ya huduma zilizotolewa na kurejesha fedha zilizotolewa kwa matumizi yasiyostahili. Madeni ya taasisi za umma shilingi trilioni 7.23. Hadi kufikia tarehe 30 Juni 2024, taasisi 278 za umma zilikuwa na madeni yasiyolipwa kwa zaidi ya miezi 12 yaliyofikia jumla ya shilingi trilioni 7.23. Hali hii imetokana na uhaba wa fedha, ucheleweshaji wa fedha kutoka serikalini pamoja na utendaji hafifu wa biashara za taasisi husika. Kati ya deni hilo, taasisi za mashirika ya umma zinadaiwa shilingi trilioni 3.7 na taasisi za serikali kuu zinadaiwa shilingi trilioni 3.52. Madeni hayo yanajumuisha kiasi cha shilingi bilioni 71.47 ikiwa ni gharama za riba kutokana na ucheleweshaji wa malipo kwa kandarasi. Mheshimiwa Rais, napendekeza serikali harakishe utoaji wa fedha kwa wakati kwa taasisi husika ili kupunguza madeni. Taasisi zibuni mikakati madhubuti ya usimamizi wa fedha ili kuzuia ongezeko la madeni. Aidha, mashauriano kati ya taasisi na wadaiwa wakuu yafanyike ili kuweka mpango wa kulipa madeni kwa awamu, kuepuka gharama zisizo za lazima zikiwemo riba. Mheshimiwa Rais, madeni ya watumishi wa umma shilingi bilioni 311.98. Ukaguzi umebaini watumishi wa umma katika taasisi 269 wanadai jumla ya shilingi bilioni 311.98 zikihusisha mishahara, gharama za usafiri wa mizigo kwa wastaafu na marupurupu ya kisheria kwa viongozi wa idara pamoja na watumishi wengine. Katika madeni haya, serikali kuu inadaiwa shilingi bilioni 274.8, mamlaka ya serikali za mitaa zinadaiwa shilingi bilioni 24.54 na mashirika ya umma yanadaiwa shilingi bilioni 12.64. Napendekeza serikali kupitia TAMISEMI na hazina kuhakikisha bajeti inatengwa na fedha zinatolewa kwa wakati ili kulipa madai haya, kuzuia malimbikizo zaidi. Utendaji wa benki za serikali. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka wa fedha uliishia tarehe 31 Disemba 2024, benki zote 4 za serikali zilipata faida. Hata hivyo, licha ya mafanikio haya, benki hizi bado zinakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiutendaji kama ifuatavyo: upungufu wa mitaji benki ya rasilimali. Benki ya maendeleo ya TIB. Benki ya maendeleo ya TIB haijakidhi matakwa ya kisheria ya kuwa na mtaji wa angalau shilingi bilioni 200. Hadi kufikia Disemba 2024, benki ilikuwa na mtaji wa shilingi bilioni 87 tu, ikiwa ni pungufu kwa shilingi bilioni 113. Zaidi ya hayo, benki hiyo inadai shilingi bilioni 37 kutoka kwa msajili wa hazina tangu mwaka 2019, kiasi ambacho hakijalipwa hadi kufikia Machi 2025. Aidha, benki ilikuwa na madeni yaliyoiva ya shilingi bilioni 183 dhidi ya mali halisi, pungufu kwa shilingi bilioni 2.84. Riba ya madeni imeongezeka kwa asilimia 39 ndani ya mwaka mmoja. Hali hii ni hatarishi na ikiendelea inaweza kusababisha benki kupoteza sifa ya kisheria ya kujiendesha na kuhitaji usimamizi maalum kutoka Benki Kuu. Hasara endelevu na mtaji hasi kampuni ya TIB Rasilimali. Kampuni tanzu ya TIB, yaani TIB Rasilimali, imekuwa ikipata hasara kwa zaidi ya miaka 5 mfululizo. Mwaka wa 2024 ilipata hasara ya shilingi milioni 540 na kufikisha jumla hasara ya shilingi bilioni 3.63 kufikia Disemba 2024. Kampuni ilikuwa na mtaji hasi wa shilingi bilioni 1.25 ambapo madeni yalizidi mali zote. Hali hii inaonyesha kuwa kampuni ipo kwenye hatari ya kufilisika na kushindwa kabisa kujiendesha. Sababu kuu ni ukosefu wa mtaji na mabadiliko yasiyo na tija ya aina ya uwekezaji. Mheshimiwa Rais, usimamizi duni wa mikopo na dhamana katika benki za TIB na TCB. Ukaguzi umebaini kuwa benki hizi mbili zimekumbwa na mapungufu ya usimamizi wa mikopo.
Katika Benki ya Maendeleo ya TIB, mikopo ya shilingi bilioni 209 ilitolewa kwa dhamana zenye thamani ya shilingi bilioni 52 pekee, tofauti ya shilingi bilioni 157. Aidha, mikopo ya shilingi bilioni 20 haikuwa na bima. Benki ya Biashara haikuwa na ripoti za uthamini wa mikopo 31 kati ya sampuli ya mikopo 51 yenye thamani ya shilingi bilioni 24.93. Vile vile, mikopo 13 yenye dhamana ya shilingi bilioni 47.14 haikuhakikiwa ipasavyo ili kuthibitisha uwepo wa uhalali wa dhamana hizo. Mapungufu haya yanaongeza hatari ya mikopo chechefu na kuathiri uendelevu wa benki hizi. Napendekeza kuwa serikali kwa kushirikiana na wadau husika itengeneze mwongozo wa kimkakati wa kuboresha uimara wa kifedha na usimamizi wa benki za serikali. Utendaji wa mifuko ya hifadhi ya jamii. Hatari ya kutorejeshwa kwa mkopo wa shilingi bilioni 27.61 uliotolewa kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, mwaka 2007 mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii kwa sekta binafsi ulitoa mkopo wa shilingi bilioni 15